Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma bado, penzi watazamaji wa Babu Salamu Online TV, bimashaki tuko hadhuku mara nyingine tena. Hapa tunasema tuko Dalai hapa katika wilaya Chemba, walilahi alhamdu, tukiwa katika ziara ya kuwatembelea ndugu zetu ambao walohifadhi Qur'ani kwa njia tajwidi lakini wasioona. Niko na ndugu yangu hapa, ataweza kujitambulisha majina yake kwa ukamilifu, lakini baada hapo tutapata historia yake namna gani ambavyo alivyoweza kuhifadhi Qur'ani na kuisoma Qur'ani mbele ya alaiki. Ndugu yangu, karibu sana. Hii inaitwa Babu Salamu Online TV. Leo tumekutembelea katika mji wako wa Dalai. Kwanza wapenzi watazamaji watahitaji kwanza kujua majina yako kwa ukamilifu. Baada hapo utatueleza historia yako ilivyoanza mpaka ukawa wewe ni mmoja katika wasomaji wa Qur'ani, ama kama kuna fani nyingine utatueleza. Karibu sana kwa kujitambulisha majina yako. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwanza kabisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nishukuru sana kwa ujio wenu na kututembelea sisi, pia kututambua watu wenye ulemavu kwamba tunaweza tukao ni moja kati ya jamii bora zaidi katika ulimwengu huu tulionao. Kwa majina naitwa Bwana Abu Sheikh Salimu Idi, niko kijiji cha Dalai, kitongoji cha Mgungani. Kiujumla mimi ni mtu nilioanza kupata matatizo ya ulemavu kuanzia mwaka 1998 na matatizo haya nimeyapata nikiwa shule ya msingi. Lakini baada ya hapo babangu mzazi ambaye ndo imamu wa msikiti sasa hivi hapa, anaitwa Sheikh Salim Idi Ali. Mwaka 2003 aliamua kunipeleka kwenye chuo cha madrasa tu Ali Badawi Masange kwa Sheikh Ramadhani Sungu. Nafikiri kuanzia hapo, kwanza mwanzo kabisa nilianzia Muslimu kwa Sheikh Idris Saidi Mtamani Dalai hapa Mgungani, na baada ya matatizo haya nikawa nimeenda Masange kwa Sheikh Ramadhani Sungu. Ndiko nilikoanzia mwaka 2003 mpaka 2012 ukiwa Masange. Nikiwa Masange kwa Sheikh Ramadhani Sungu. Na baada ya kutoka mwaka 2012 nilikuja Dalai pia nikaoa. Na baada ya hapo nilianzisha madrasa ambayo hapa tulipokaa iko kwa nyuma hapo, kwa nyuma ya hii nyumba hapo. Kwa hiyo ndo naiendesha sasa hivi na mpaka sasa hivi bado ninayo. Umetueleza hapa kwamba matatizo haya yalikukumba ukiwa katika shule ya msingi. Maana ulikuwa na umri wa miaka mingapi kwa tu? Wakati huo napata matatizo haya, nafikiri nilikuwa na umri kama kati ya umri miaka 18 au 19 hivi. Wakati huo ambako yameanza matatizo haya, tayari ulishakuwa na idea ya kusoma Qur'an? Ndio. Kwa hiyo tayari wakati huo ushatoka Masange? Hapana, bado hujaenda Masange. 2008 mwaka 1998 nilikuwa bado sijaenda Masange. Tatizo hili limekukumba 1998 ama 2008? Ilianza 1998. Yaani matatizo haya kutokuona yalianza kunisumbua jicho moja, na baadaye likaingia ili jicho jingine, kuacha kuona kabisa. Niliacha kuona mwaka 2002. Yaani hapo ndipo huoni sasa? Sioni sasa tena kabisa. Na hapo bado hujaanza kwenda madrasa? Sija kwenda. Nilikuwa naenda kwenye Muslimu hii ya kawaida huko. Lakini chuo nilienda nikiwa sioni. Leo wapenzi watazamaji wa Babu Salamu Online TV, naamini kwamba wanakufuatilia vizuri sana na kuona kwamba watu wenye sampuli hii bado wana msaada mkubwa kwenye jamii. Kama ulivyozungumza leo, umekuwa ni mtu ambaye umeonesha mfano kwamba licha kuwa na ulemavu wa kutokuona, lakini dini Mwenyezi Mungu naisongeza mbele kwa kile ambacho Mungu amenijalia. Maana yake umekwenda kusoma wewe ikiwa wewe huoni. Umekwenda Masange ukiwa wewe huoni, si ndivyo bwana? Mpaka umetoka 2012. Maana umeenda 2000 na ngapi? 2003. Umeenda Masange 2003 na ukakaa mpaka 2012 na ukatoka pale kile ulichokivuna manake hauko kukiacha njiani, manake na wewe ukaja ukaendeleza kile ambacho ulichokibeba. Kuna wako ambao wanaokutazama kwa wakati huu kufuatilia historia yako nzima na majukumu yako, hasa ni kitu gani ulichobobea?
Haswa kwa upande wa kitu ambacho nilichokibobea, mimi ni dai. Kwa maana kwa fani yangu kubwa kwa wakati huu ninayoshughulika nayo, pamoja na kufundisha Qur'ani kwa njia ya tartil, lakini pia ni dai. Ndo maeneo yangu makubwa hasa ninayofanyia kazi. Na mambo ya tajwidi? Mambo ya tajwidi japo yalikuwepo kwa kiasi fulani, lakini ni muda mrefu sijakuwa katika hiyo fani kwa kweli. Ipo. Ipo kwa kiasi fulani. Lakini sio kivile sana. Vipi katika usomeshaji wako, kuna mtu ambaye anakusaidia katika usomeshaji wako? Katika usomeshaji wangu wapo wanaonisaidia kati ya wanafunzi ambao niliwaanzisha mimi na wakafika mahala, kwa kweli wapo wanaonisaidia. Wako ambao watahitaji kuungana na wewe kwenye hizi harakati, kwanza ni jambo kubwa ambalo umelifanya na tunakupa hongera. Na wako ambao wenye kuona kama sisi, lakini bado hawajaona idea kubwa kama hii na wana elimu. Lipi la kuambia watazamaji ambao unakutazama kwa wakati katika shughuli zako za kazi hizi za kusomesha? Kwa kweli tunahitaji msaada pia wa kuongeza wataalamu, jambo la kwanza. Lakini pia jambo jingine, tunahitaji misaada pia ya majengo. Yaani majengo, kwa mfano sasa hivi hapo tuko jengo ambalo tunalijenga limefikia size ya lenta, bado linahitaji nondo, samenti na taratibu zingine, lakini bado tunahitaji vyoo kwa ajili ya wanafunzi. Nafikiri na mazingira mbalimbali ya kuendesha hizi taratibu, lakini pia bado tuna shida ya wataalamu. Yaani watu wa kusaidia kabisa ili kufika pale tunapopataka kwa ajili ya hizi shughuli za Allah. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko Dalai hapa katika wilaya ya Chemba, nikiwa na ndugu yangu Sheikh Abu Sheikh hapa. Ni moja katika walimu ambao wenye kujitoa muhanga kwa ajili ya kusimamia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huyu tumeona hapa ni moja katika watu ambao waliopewa mitihani ya kutokuona, walilahi alhamdu, lakini ameeleza busara nzima ambazo amezitueleza hapa. Ni mambo ambayo nataka sana kujifunza, mpenzi mtazamaji. Mambo yote haya yako hapa Babu Salam Online TV. Ndugu yangu Sheikh Abu Sheikh, kwanza tutahitaji kujua mambo mawili. Na watu wanahitaji kwanza kutambua katika mambo matatu ambayo kwanza umetuambia wewe ni dai. Kwanza wala utupe kalima ili wapenzi watazamaji wafahamu kwamba wewe ni moja katika dai, mtu wa kukumbusha wala kwa dakika 2 kutuelezea wala kwa mada fupi ambayo yenye ujumbe mzito. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza pamoja na hapo ninapotaka kuingia, mimi niseme Allah kwanza akujalieni kila la kheri, aendelee kukupeni nguvu, moyo wa imani, na Allah aendelee kuwapa zaidi na zaidi na kukunjulia riziki zenu ili hali hii iweze kufika kwa huko. Baada ya kusema haya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواني في الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. Ndugu zangu Waislamu, kila jinsi ya sifa njema zinamstahiki Allah mlezi wa viumbe vyote. Rahma na amani zimwendee mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islamu, ni kuhusieni nikiwa wa kwanza kuihusia nafsi yangu juu ya jambo adhimu la kumcha Allah. Ndugu zangu wa Islamu, katika jambo la kumcha Allah anatuambia Ali karamallahu wajha, aidha wengine kama wanavyoeleza kuwa ni hadithi ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba aliulizwa Ali kutokana na uchamungu, misingi ya uchamungu, na kwa kupitia haya alinukuu maneno ya Allah tabaraka wa taala aliposema baada a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad, enye watu mlioamini Allah na mkaamini mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mcheni Mwenyezi Mungu na mzitizame nafsi zenu zimetanguliza nini kwa ajili ya kesho akhira. Katika misingi hiyo Sayyidina Ali karamallahu wajha akayaweka maneno kuwa jambo la kwanza kabisa la kumcha Allah katika misingi ya kutengeneza uchamungu ni khauful jalil,
ni kumwogopa Allah, kuwa na hofu ya Allah. Mtu ajaze hofu katika moyo, kuwa ajue huyo aloumba ulimwengu, alowaumba wanadamu, aloumba viumbe mbalimbali, anapotajiwa lazima awe na babaiko katika moyo wake. Na kwa utaratibu huo Allah ametaja ndani ya Qur'an, innamal mu'minuna idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kwa mtu yoyote mwenye kumwamini Allah, anapotajiwa Allah, ajaze ukubwa wa Allah katika moyo wake, afikirie. Basi kwa utaratibu huo, ili aweke misingi ya uchamungu, lazima anapotajiwa Allah awe na babaiko na awe na hofu ya kumwogopa Allah. Kwa utaratibu huo utaweka msingi wa kwanza wa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili, wala amalu bitanzil, lazima mtu katika matendo yake yote ayafanye kwa kuitegemea Qur'ani ambayo imepita katika ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadi kutufikia sie. Kwa hiyo jambo lako lolote, amali yoyote unayotaka kuifanya, nenda katika Qur'ani, nenda kwa Mtume Muhammadin. Lakini katika jambo la tatu, alqanaatu bil yasir, kutoshea na kile kichache anachokipata cha halali. Yani mwanadamu, umetumia juhudi zako zote, umefanya bidii zako zote, ukapata moja kati ya amali, yani ukapata katika kipato kichache ulichokipata, lazima utosheke nacho, na wala usitafute ziada ambayo itamuudhi Allah, ziada ambayo itaepukana na misingi ya Mtume Muhammadin. Lakini jambo la nne, wal-istidadu li-yawmi ar-rahil, ajiandae kwa ajili ya safari ya akhera. Na hilo ndio jambo muhimu na ndio kubwa mno katika mgongo wa ardhi hii. Maana maisha yote tunayoishi, harakati zote tunazoishi, mwisho wa siku lazima tutaelekea mbele zake Allah. Kwa hiyo lazima tufanye maandalizi. Ndugu msangazaji, kwa uchache huo, mnaomba watu waelewe kuwa tuko duniani, harakati zote tunazozifanya lazima tumtegemee Mwenyezi Mungu, na lazima tuamini iko siku tutaelekea mbele za Allah. Kwa hiyo lazima tufanye maandalizi. Shukrani sana wapenzi watazamaji wa Babu Salamu Online TV. Tumesema hapa tuko Dalai, hapa tukiwa na ndugu yetu Ustadhi Abu Sheikh, mashallah. Mwenyezi Mungu akuhifadhi ndugu yangu. Amin. Umetoa nasaha kubwa sana. Wallahi natamani kulia, lakini sasa hali ndio iko hivyo. Naam, inshallah. Ujumbe ni mzito. Sawa. Naamini na wale wapenzi watazamaji ambao wanafuatilia wamepata kitu kizito, kwamba leo tumejifunza mengi alhabib. Naam. Kuwa na macho. Naam. Isiyo sababu kwa wadharau wengine usiokuwa na macho. Naam. Huenda yule ambaye Mungu amemnyima hichi, Ndio. akawa ni bora kuliko yule mtu aliopewa. Ndio. Leo tumeona mbele yetu. Asante. Na hasa kwa mfano wako. Sawa. Mpenzi mtazamaji wa Babu Salamu Online TV, ni watu ambao muhimu sana ndugu zangu, tunataka kuwatunza. Angalieni vipaji vilivyokuwa kijijini. Mwenyezi Mungu ametoa mitihani yake, lakini bado Mwenyezi Mungu yuko katika vifua vyao. Naam. Na Mwenyezi Mungu yuko katika midomo yao. Ndio. Tazama nasaha iliyozungumzwa. Unaonaje ndugu yangu Muislamu? Ukapata kheri hii, changia Babu Salamu Online TV. Sadaka hii iwafikie ndugu zetu ambao wao hawana mahala pa kusemea, bali ni Babu Salamu Online TV. Tuwafikishie salamu zenu ndugu zangu. Hali iliyokuwa kijijini, wako wenzetu wanatamani kufanya majambo kama yako. Nani mwenye kuwasemea? Babu Salamu Online TV iko hapo kwa ajili ya kufikisha sadaka yako. Ndugu yangu, nimalizie kwa maneno yangu machache. Tumeona kwamba ni moja katika watu wazuri ambao umetuhusia sana. Wala utugusie kwenye fani ya tajwidi, wala kwa makamati kwa baadhi ya aya kadhaa ambalo mbele yetu. Tunaye ndugu yetu ambaye Ukhti Zahra, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Ana mpango Ukhti Zahra kuandaa mashindano ya wasioona, ya wasomaji wa Qur'ani kwa njia tajwidi. Ukiwa wewe ni mmoja wapo, ingawa Mwenyezi Mungu amekupa fani nyingi, nimeona hapa ni moja katika baraka kubwa sana. Na hii ni inathibitisha kwamba watu wenye sampuli hiyo. Huenda wao wakawa ni bora kuliko huyu ambaye mtu mwenye kujiona yuko kwa ukamilifu. Nikuombe kwa dakika 2 utusomee Qur'ani kwa njia tajwidi. Ndio.
naomba nipite kwenye nafasi hiyo. Lakini japo niliacha muda mrefu, inshallah ndugu mtangazaji, mtajitahidi kwa kiasi chake. Halafu baada ya hapo labda nipite kwa muratili kidogo, lakini kwa sababu Kwa mambo mawili. naam, kwa sababu ziara hii kwa haijafanya, yani mimi ndio sijafanya maandalizi makubwa zaidi, ila kwa kufika kwenu nitajitahidi kufanya zaidi ya hapo, Mashaallah. ili ikifika wakati huo Allah akijalia, nafikiri inaweza tuko vizuri zaidi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Nafikiri mimi naomba kwa hapa nikome hapa, lakini niweke tu kwa muratili kidogo. Twende kazi kidogo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Bwana wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema hapa tuko Dalai katika wilaya ya Chemba, na hapa tuko na ndugu yetu Fadhilatul Sheikh Al Habibi hapa Sheikh Abu Sheikh akitusomea mambo mazuri kweli kweli. Naamini ndugu yangu umestafidi kutoka katika kijo cha mwamba huyu rafiki yangu ambaye leo kwa kweli ametuonesha vitu vingi vya ajabu. Na hii ni moja katika neema za Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Mwenyezi Mungu hushusha neema yake mahali anapotaka. Naam, ndugu yangu tukushukuru sana. Naamini kwamba tuko kama tulivyosema tunaandaa mashindano. Sawa sawa. Na tunamshukuru ndugu yetu Ukti Zahara, muda wote atafanya jambo hili kuhakikisha watu kama nyinyi mnakuwa mahala pazuri na mnapata stahiki zenu kama watu wengine. Tuko katika mambo ya haji yanakaribia kidogo. Na umetuambia ni dai. Wewe ambaye Mwenyezi Mungu ambaye amekunyima neema hii ya kutokuona, lipi la kuambia kwanza watu ambao Mungu amewapa nafasi ya kwenda haji? Mimi jambo ninalowaambia kwa watu Allah alowapa nafasi. Make Allah amesema walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum. Na katika watu wa Allah alowapa neema ya mali kuna watu wenye haki maalumu katika zile mali zao, ambazo Allah kasema lisaili wal mahrum, wale ambao wanaomba na wale ambao wamejizuilia kufanya nini? Kuomba. Mimi naomba watu kama hao wawatumie watu kama nyinyi, kwa sababu nyinyi ni watu mliojitoa kutambua kuwa kuna watu kama hao wenye mahitaji na wala hawajui wapi pa kwenda, wapi wanaweza wakafika ili waweze kusikika na kutambuliwa. Mimi niwaombe sasa kwa watu kama hao waweze kuwatizama watu kama hawa, wawawezeshe katika shughuli zao, na ikiwezekana ikiwapendeza, ikiwa vizuri zaidi, wawapeleke katika nyumba za Allah, katika nyumba ya Allah, waweze kwenda kumtembelea Mtume Muhammadin, wakaitembelee nyumba tukufu ya Allah, ili nao wawe katika ulimwengu walioko wao.